unadhani zitakuwa ni mechi za namna gani, kwa namna ambavyo ukiangalia ligi ya msimu huu ambavyo namna ambavyo imeenda mpaka zilikofikia sasa hivi, ukiacha hizo michezo mitano ambayo imesalia, unadhani michezo hii itakuwa namna gani? Kwa sababu itakuwa ni back to back. Kwa hiyo unadhani itakuwa ni namna gani? Kwanza kwetu tunaihesabu kama michezo migumu sana, kwa maana ni michezo mitano ya jasho na damu, kwa maana ligi ndio ninaenda mwishoni, na katika ligi kwenda mwishoni kuna vilabu ambavyo vinapambania kutokushuka, kuna vilabu hapo vinapambania kubaki pale ambapo vilipokuwepo ku maintain ili mradi mwakani vishiriki tena ligi kuu, na kuna vilabu pia hapo vinapambania ubingwa. Kwa hiyo unaweza ukaona uzito wa hizo mechi ni zitakuwa mechi za maamuzi za hatima za timu nyingi sana ligi kuu. Kwa hiyo sisi huo ushindani tunaopokea na wachezaji wa Azam FC ni washindani pia, kwa hiyo tutashindana mpaka dakika ya mwisho. Ndio. Msimu mmefanya vizuri sana kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Mmefika hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Huu mpango wenu sasa ambao mnaupanga sasa hivi ni kuhakikisha kwamba mnaendelea pale ambako mliishia, kwa sababu mnatakiwa muingie tena kimataifa na muweze kufanya vizuri zaidi. Kwanza msimu huu target ilikuwepo ni kuvuka hatua ya makundi na tulifanikiwa kwenye mashindano ya kimataifa kuvuka hatua ya makundi na wa ugeni. Mimi ninahesabu ni ugeni wa yale mashindano, lakini vitu vingi sana tulivikoti vizuri na funzo kubwa sana tulipata kupitia yale mashindano kwenye kuanzia zile mechi mbili za mwanzoni. Mimi ninahesabu zile mechi mbili za mwanzoni hatukuchanga karata zetu vizuri, hususan mechi ya Maniema ya away na mechi ya Wydad ya Zanzibar tuliokuwepo nyumbani. Hatukuchanga karata zetu vizuri. Kuanzia pale tuliamka kufuatia mechi ya Nairobi away, Nairobi home na Maniema, tukapata point ambazo zilizoweza kutupa kile tulichokipata, lakini hatukuweza kusonga mbele kuanzia pale. Kwa hiyo kupitia ligi ndio iliyofanya tufike kule, na sasa hivi tupo kwenye ligi. Tunahitaji kumaliza hizi hapa mechi tano katika kiwango kizuri, ili mradi tupate tena tiketi ya kurudi kwenye CAF, ili mradi tuweze tukaonyesha kile ambacho tuliishia msimu uliopita msimu huu, ili mradi tuweze kuachieve kitu kupitia yale pale mashindano. Lakini tunaamini ni mashindano mazuri, ni mashindano makubwa, na wachezaji wengi wameshapata test ya mashindano yale kupitia Azam FC. Kwa hiyo hatutokuwa wageni tena, vitu vingi sana tumeshavifahamu kupitia Azam FC. Kwa hiyo mimi naamini tunachanga tena karata zetu vizuri, ili mali tuweze kurudi tena kwenye mashindano ya kimataifa. Ndio. Kuna swali hili watu walikuwa wanauliza, bwana Azam ina shida gani nini? Nimekaa vijio vyangu vya mpira huko, mtu mmoja akasema ambaye yeye kwa uchunguzi wake aliwahi kuambiwa na baadhi ya mchezaji wa hapa, akasema bwana, kitu ambacho kingine kwenye zile factors sasa maana zinaweza zikawa nyingi, lakini miongoni mwa mmoja wapo alisema bwana, Azam FC wanakotoka kwenda kucheza mechi za mikoani wanakuwa wanasumbuliwa na hali ya hewa. Muda mwingine wanacheza mechi za mapema tofauti na wanavyo train, labda wameshazoea pia na kucheza usiku kwenye uwanja wao. Ndio maana uwanja wao wanafanya vizuri sana zaidi tofauti wakija mikoani. Unakuta sababu hiyo hali ya hewa inaweza kawa inawasumbua kwa maana labda jua wamecheza labda saa 8 na muda mwingine kama hivyo. Wewe unakubaliana naye huyo mtu namna ambavyo alisema kwenye hiyo sababu yake? Mimi siwezi kuikubali 100%, kwa maana katika makuzi tuliokuwa tumekuwa katika viwanja ambavyo sidhani kama vinataa na sidhani kama vina hali kama tulioikuta Azam Complex. Kwa hiyo ni sisi jinsi gani tunaiadapt ile hali tunayokutana nayo. Lakini ukizungumzia kwenye kufanya vizuri kwenye uwanja wetu wa nyumbani, ninaamini klabu zote zikiwepo nyumbani kwao zinakuwa comfortable zaidi kulikoni zikiwepo away. Kila mtu kwao anasema mcheza kwao anatunzwa siku zote. Kwa hiyo hususan sisi kama Azam FC hapa Azam Complex tumekuwa tukipatumia vizuri sana katika mashindano yote, na tukicheza hapa tunajisi tupo nyumbani, kwa maana naamka na kuja kutrain na rudi ndani, naamka na kuja kutrain na rudi ndani. Kwa hiyo ile automatic inajijenga
ndani ya akili yangu, ndani ya kila kitu changu na ndani ya kila mchezaji ninajitengeneza hivyo kwamba nipo nyumbani, kila kitu ninatakiwa kuwa wa kwanza. Ina maana kama kufunga inabidi mimi niwe wa kwanza, kama kupambania mpira inabidi mimi niwe wa kwanza. Kwa hiyo hiyo dhima inajijenga automatic ukiwepo nyumbani, lakini kwa away hali ya hewa inaweza ikawepo, kwa maana mikoa ambayo tunachezea hizi hapa mechi ni mikoa tofauti. Let's say sasa hivi ukiniambia hali ya hewa ya Mbeya sawasawa na Dar es Salaam, mimi nitakukatalia. Hali ya hewa ya Mbeya automatic ni ya baridi, hali ya hewa ya Dar es Salaam ni hali ya hewa ya joto. Kwa hiyo inaweza ikatuchukua kwa kiasi fulani, lakini sio kwa asilimia mia. Kwa hiyo anaweza akawa na points, lakini sisi kama wachezaji adaptation hiyo hali ya hewa ya huko mikoani tunaichukuliaje? Ina maana tunatakiwa kuwahi kwenye hizo sehemu tunazochezea mechi labda siku 2 ndio tu adapt, lakini pia tunaweza tukafika siku moja na tukaadapt siku hiyo moja, siku ya pili tukacheza mechi. Kwa hiyo anaweza akawa na points, lakini anaweza asiwe na asilimia 100 kwenye points yake. Ndio bwana, kwanza story hii nikupe mkono kwa sababu ni ya upambanaji, namna ambavyo unaambiwa uliingia hapa Azam FC. Kwanza ulikuwa unatokea nyumbani unakaa huko Ubungo, lakini wewe ndio ulikuwa mchezaji wa kwanza unawahi mazoezini, na hapa mazoezi nikifuatilia bwana kwa Bumelengo ni saa 12 ndio mna train, lakini wewe unakuwa wa kwanza na unatokea Ubungo, lakini baadaye kutokana kwanza na kiwango ndio bwana unakuja Azam. Ni kama sijui umeambiwaje, yani kama tuseme sherehe kubwa yani. Ilikuwaje hiyo? Yani ulikuwa unatoka saa ngapi Ubungo mpaka kufika hapa, kwa sababu ni kipande kirefu sana, yani ilikuwaje? Tupitishe. Kwanza kipindi ninafanya ninaweza kuita trial. Kwa kipindi kile nilikuwepo ninaamka muda mbovu sana, ninaweza nikaamka saa 9, ninaweza nikaamka saa 10 pia. Ninakwea basi ninawahi, kwa maana mazoezi yalikuwa ni mapema sana. Basi unapandia wapi? Basi nilikuwa ninapandia hapa Riverside. Ninakwea chukua pale basi ninakuja zangu huku Chamazi. Lakini kwa kipindi kile nilikuwepo mtu hauna kazi, yani hauna chanzo chochote ambacho kinachokuingizia hela tofauti na mpira. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi kigumu kwangu, lakini niliamini yani kitakuwa na mwisho. Hamna mtu anateseka maisha yake yote. Kwa hiyo niliamini ni kipindi cha muda, lakini ninimshukuru sana, kuna mjomba wangu mmoja anaitwa Seti. Yule yani, kwa maana kuja huku nauli ni 600, ukishafika Mbagala nauli 400, mpaka pale nje kulikopo kuna muembe pale ni nauli 400. Kwa hiyo kila siku lazima niwe na 2000 kuja 600 400 buku 600 400 tena buku. Kwa hiyo ilinibidi niwe na 2000 kila siku. Haya, ninaamka saa 10 ninakuja Chamazi, tunafanya mazoezi let's say mpaka saa 5 hivi, saa 6 ninageuka. Kwa hiyo mpaka ninifike Ubungo saa 8 saa 9, labda hapo nitapata labda muda ni wa kuangusha kichwa kidogo, kipumzike chini, ni upoze mwili. Unakuta saa 1 hii hapa 2000 inahitajika tena ya kesho. Kwa hiyo yule mjomba wangu alikuwepo nini anajishughulisha, kwa maana yeye ni mdogo kwangu, nimempita mwaka mmoja. Yeye alikuwepo nini anajishughulisha. Sasa chumbani tunapolala yeye nini anaenga yake ya nguo. Kwa hiyo akivua nguo zake anaweka pale juu. Automatic ninajua huyu hapa lazima atakopa ana hela. Nilimuomba hela nikiwa nimekwama, mpaka kuna siku nikajisi sasa huyu mjomba wangu kila siku atanipa hela mimi. Kwa hiyo sasa ikafikia stage nikawasimuombe. Akilala yes, ni anaamka saa 1, mimi ninaamka saa 10. Napiga finga, ninachukua hata ninikute 20,000 ninachukua zangu 2000. Kuna siku hajui, kuna siku labda unakuta kaika 6000, ukichukua 2000 mtu automatic lazima ajue. Anajua. Basi ikaenda hivyo mpaka mwisho wa siku akajua kwamba nikikaga hapa hela mjomba anachomoa.
akaja akaniambia nini, nikamwambia mwanangu, mimi bwana sina kitu, kuna muda mimi nimekwama, kukuamsha mimi ninaona miayusho, mimi nachukua ninaondoka. Akasema poa. Kwa hiyo alinisaidia sana kwa kipindi kile, mpaka pale dokta aliposema kwamba sasa hivi mwanangu ingia camp. Nani alithibitisha? Dokta Twalibu. Kwa maana siku hiyo ilikuwepo kuna mechi ya timu kubwa wanacheza na kitu kama na Mbeya City. Sasa tulicheza mechi ya ufunguzi. Kipindi kile kulikuwa kuna mechi za saa 8 za ufunguzi. Kwa hiyo tulicheza mechi ya ufunguzi, mimi nikabaki ili mradi niangalie mechi. Kwa hiyo nikabaki nikaangalia mechi. Mwenyezi Mungu akasaidia, timu kubwa ikaua. Nikaenda kwenye chumba namba 8 pale cha Captain Lamanino, nikachukua begi nikawa naondoka. Sasa nikiondoka nikakatiza kwenye chumba cha dokta. Ndio akaniona akaniambia, wewe mbona mpaka muda huu upo hapa? Nikamwambia niko naangalia mechi. Akasema basi Jumatatu ukija njoo na begi lako. Siku hiyo ilikuwaje hiyo? Nilifika Ubungo kwanza nikashusha pumzi, nasema mateso sasa basi. Na hapa sehemu maisha yale wenzako unaona wanavyoishi vile. Oya, nikasema mateso sasa hapa basi. Nikasema sawa. Kumbe hapo tena unaanza chapter nyingine. Ila kwa akili yangu na kwa udogo ule nikaona kwamba sasa hapa sawa, sasa hapa sasa kidogo nitaenjoy. Jumatatu nikabeba begi langu nikaondoka. Nikaja nalo, nikapewa kitanda, nikalala. Maisha sasa nikaanza sasa kuona, kwa maana ukiwa Azam FC mimi ninaweza kukuhesabu, yani upo katika timu ya tofauti. Ninaweza kuhesabu Azam FC ndio timu yenye pressure zaidi kwa Dar es Salaam hii au kwenye ligi yetu. Kwa maana kwa nini ni nyingi sana kwa Azam FC? Kwa nini ni nyingi sana kwa Azam FC? Na zote zinahitaji majibu. Leo hii umeona hapa uwanja, watu wanaweza hapa wakaingizwa bure wote, yani uwanja ukajaa watu bure, lakini Azam FC hapa hata acheze na nani, wale watu wote wanaweza wakaishabikia hiyo hapo timu nyingine fresh. Lakini sisi hapa hiyo hapo changamoto, kwa mtoto mdogo anaweza akaichukulia ipo vibaya, lakini kwa ukishacheza, ukishaelewa mazingira ya ligi yetu ilivyo, kwa Azam FC ilivyo, unaelewa upo kwenye timu ya design gani. Ni timu ambayo inahitajika pressure yako ya ndani ndio uitoe nje, ili mani ni kupush kwenda kufanya kitu kizuri. Ila ukisubiri pressure itoke nje ije, itakuamulia vibaya. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tukaichukua hiyo pressure katika positive way ambayo itaweza kuijenga timu yetu vizuri, ili madi kwenda kufanya au kupata mafanikio mazuri. Lakini pressure hiyo ikaendelea, mwisho wa siku mimi kama mchezaji nikaona tena sasa hapa nina deni, hata kama nimeshaingia ndani inabidi hapa sasa nitoke, nifanye kitu kingine, ili mali nitoke hii stage niende stage nyingine. Ninakumbuka kitu kingine kizuri ambacho ninachokikumbuka sana, siku ambayo ninaambiwa bwana, nenda ka train senior team. Kutokea tena alikwambia maana kule kwanza dokta huku dokta tena huku ni meneja Alando ambaye alikuwa ni meneja wa wao wakati ule. Alikuja Dom akanichagua mimi na jamaa fulani anaitwa Jamali, akatuambia nyinyi nendeni ka training na senior team, kwa maana kuna wachezaji walienda national team wengine, kwa hiyo wachezaji huku wakawani wachache. Hiyo ni experience moja nilipata nzuri, na nilijiona yani moyo wangu fresh kabisa, ambao nilifly vibaya mno kuanzia pale, kutokana nilikuwa ninatamani kila siku. Na tangu ulivyokuja huko hujawahi kurudi kule? Wapi? Ubungo? Yani kwa maana kurudi nani kule kwa watoto, kwa wadogo? Kwa utaratibu wa hapa moja kwa moja ama ilikuwa sio moja kwa moja. Kwa utaratibu wa hapa, wewe kama mchezaji wa academy
una uwezo ukapandishwa ukiwa na umri bado wa kucheza chini. Kwa hiyo still ukiwa unajielewa vizuri, ukipandishwa timu kubwa, sidhani kama uta stick timu kubwa muda wote, na wewe kama mchezaji mdogo unaona kabisa hii mimi nimepewa kama promotion ambayo labda kuna kitu kizuri nimeshakifanya chini, kwa hiyo nimeletwa huku ili mradi niweze kupush, ili mradi kuweza kutoa kitu kizuri, lakini still bado unatumika chini. Kwa hiyo hata kama leo hii asubuhi kuna mazoezi ya senior team, jioni under 20 wana train, kama akili mbongo ipo fresh, unaweza ukatrain asubuhi, jioni ukaja kwa wadogo wenzio ukatrain, ili mradi ukija kurudi tena kwa wadogo wenzio kuja kucheza marigi manini, muna copy fresh. Kwa hiyo mimi kama mchezaji nilikuwa na train na senior team, ina train pia na under 20. Ndio. Lusajo ni namba ngapi yani Lusajo? Kwa sababu sisi tunaanza kufuatilia timu za vijana. Kwanza kwa sasa hivi moyo, akili imefunguka kutumikia na hiyo position ambayo ninaitumikia sasa hivi. Kila kitu kiko sawa kwa maana, lakini mwanzoni ilikuwepo inaleta shida kutokana matumizi ya center back na matumizi ya full back ni matumizi mawili tofauti, ila ukihitaji kuweka level ya back line ukasema beki kama beki unaweza ukacheza, lakini yale mahitaji ya full back ndiyo yanayomtofautisha center back na nani na full back. Hususan sasa hivi mpira wetu ni umesha enda mbele sana, au umeshaendelea, kila itwapo leo system zinakuja mpya. Kwa hiyo leo hii fullback unaweza kumkuta yupo kule juu golini kwenye kufunga, unaweza ukamkuta fullback ana assist, fullback anafunga, maana magoli kibao. Kwa hiyo na distance unaotakiwa kukava huku pembeni ni kubwa sana, tofauti na center back. Leo hii ungemtoa center back ukamsogeza namba 6, mimi ningesema kuna kauiano kidogo. Center back kuja namba 6 unaweza kusema kuna kauiano, lakini kwa matumizi sasa hivi ya fullback ni distance kubwa unatakiwa kukava ya kiwanja, una overlap, una underlap, unafunga, una assist. Kwa hiyo ni vitu vigumu, lakini mimi kama mchezaji kwa kipindi hicho kilikokuwepo kigumu, lakini kwa sasa hivi nina adapt kadri ya niwezavyo ili mradi kuweza kutoa kitu kilicho bora katika position hiyo. Lakini ninapenda kucheza fullback kwa sasa hivi, hali ya kuwa Dickson, maana unafunga hali Dickson Job nini anaamini nikicheza katikati ninakuwa mzuri zaidi, na ninaliheshimu wazo lake kwa maana ameshawahi kuniona nikicheza hiyo position na ndio position nilianza kucheza. Kwa hiyo ni mazingira ndio yaliyopelekea mpaka nika adapt huku pembeni, lakini kwa sasa hivi nina enjoy kucheza football. Na unafunga sana Lusajo, unatoa sana assist. Mimi nafunga, nina assist, kwa hiyo ni kitu kizuri bana. Nikushukuru sana Captain Lusajo. Shukrani sana ndugu yangu.